Mpenzi, nimeshaweka vitu vyote tayari. Wewe tu ujue nimekumisi. Mbona wewe unapenda kunifuatafuata? Huu ni umalaya sasa. Hivi umeshawaiona wapi jini kapendana na binadamu? Umalaya tu. Alafu hiyo mambo ya chama siwe nini, mimi sitaki. Bora nivyo, unanichosha. Mpenzi, mbona hasira nyingi hivyo? Basi naondoka, sababu najua muda si mrefu tena. Mama we, bora uondoke. Bora ondoka. Na usirudi, ikibidi urudi na uende huko makaburini wasalimu. Ondoka. Mkuu, tayari tumeshaangamiza wewe kijana aliyekuwa anaingilia kazi zetu. Tunaanza kutamiana. Mnachukuliaje? Sina macho ya kibinadamu ila macho ya kijini. Wewe kijana bado hajafariki. Wewe, mbona mkodosha alituambia mmaliza? Sasa imekuache? Ndio na mimi sielewi. Sio kama hajafariki. Amefariki ndio. Ila kama nilivyowaambia, ana nguvu hadi za kiume. Tuna nguvu imemwamsha. Sasa basi, nataka mumwangamize kama nyingine tena. Sawa mtukuzwa, tutafanya vile utakavyo. Mtu na wasaliti namtoa huyo kijana, nakupa siku mbili, namaanisha kwa Kiingereza umeshamtoa huyo kijana, na usipomtoa nitakumaliza wewe. Nimemaanisha. Nisamee mtukuzwa, nitammaliza muda si mrefu. Yaani kama nimekuchanganya kwenye Kiingereza, maana majini wengine hamjasoma. Ninasema tu guys, yaani situmeni tu. Ondokeni. Wewe nimeshinda kula nini kiko ndani mwako kinachopelekea huwe hai mpaka sasa? Ni nguvu za Roho Mtakatifu zipo ndani mwangu na zinaendelea kunilinda mpaka sasa, na maisha yangu ipo mikononi mwa Bwana. Basi tutishe huyo Mungu wako. Sindo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kemezi pepo chafu. Toka katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Na kuita Mungu. Na kualika. Choma mali yako. Na kuita kumdogo kama wangu. Onesha kisioni Mungu. Onesha kisioni nguvu. Onesha kama shetani ana nguvu. Hakuna na kushinda. Na haribu. Na funja. Shia fire. Shia moto. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Mungu Mwokozi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na funja. Na haribu. Katika jina la Yesu Kristo. Baba nakuita. Kwani Mwokozi. Hakuna Mungu mwingine kama nawe. Hakuna mwingine kama nawe. Asante Baba. Asante sana Yahweh. Mungu nakushukuru. Nakuita. Uje Baba. Asante sana Yahweh. Asante sana kwa kunionekania. Asante Baba kwa kuniokoa. Acha nikushukuru. Acha nikusifu Yahweh. Wewe ni Mungu wa miungu. Wewe ni mfalme wa wafalme. Baba, Mungu wa Shadraka na Abednego. Nakuita, nakualika. Asante Baba. Nasema asante kwa Mungu wangu.
Nasema asante kwa wema wako. Ai, mama. Ukijana na nini jamani? Nimemwagiwa upupu. Nilijua tu. Umeshailamba. Maana huyo kijana. Ndio maana sikuwafuata. Maana nilijua. Ndugu yangu, njoo nikule basi. Kwa hiyo nataka mimi ndio nikufuate huko. Nikule vizuri. Hapa chini. Hebu niache sasa. Shogangu, siwezi tena kujaribu. Inavyouma. Inauma. Mimi ningekushauri kitu. Uweze kwa mara nyingine. Labda utaweza. Naijua hiyo. Nani arudi? Rudi mwenyewe. Kafara niepushe mauti, isinipale tamaa moyoni, za kimwili zimenijaa mbali, nataka nikae karibu na wewe Baba Najua mimi nimekuwa msumbufu kwako. Yote sababu nakupenda. Nimetokea kukupenda tu ghafla. Mimi ni jini. Tena ni jini chafu. Ila mbele zako nakuwa mdhaifu. Yote sababu ya upendo wangu kwako. Mimi siwezi kukuzuru hata kidogo. Naomba nikubalie. Nitakupa kila kitu utakachokihitaji. Na vipi kama nikisema kuwa sikupendi? Siwezi kukuua. Ila tambua kuwa siwezi ishi bila wewe. Sababu nakupenda sana. Ndio mimi ni jini. Ila nina moyo. Naumia sana. Tangu hiyo siku nitongoze. Nilisikia utamu. Wala sijawahi ona mwanaume ambaye atakaye nitongoze. Dada jini, na vipi kuhusu hilo swala la kunilaza makaburini? Kwa hiyo nikikupenda utaona nilaza makaburini? Hapana. Siwezi kukulaza makaburini. Ninachohitaji kwako ni upendo tu. Na swala la kuniogopa, hilo silipenzi. Haya, mimi sitaona kuogopa tena. Kwani? Haya, naomba nibusu. Busu tena? Mimi nitakubusu siku nyingine. Umeniahidi utaniogopa tena. Basi subiri mimi nikubusu. Ai. Ndoto za mchana. Na nimelala saa ngapi? Na mbona kama nilikuwa na huyo binti hapa? Vipi? Nimeshaanza kumpenda nini? Mbona sielewi? Wewe ni jini.
Imekuacha umempenda mwanadamu? Mimi sijampenda, ila kila nikijaribu kumuua nafsi inanisuta. Sijui kwa nini. Inakusuta? Kumbuka wewe ni jini na hauruhusiwi kupenda. Wamekupa siku 2 uko umeshammaliza. Ndugu yangu, acha ujinga nisije nikakupoteza. Basi inawezekanaje? Kwani jini anaweza kumpenda binadamu? Mbona sijielewi? Niambie, si tunafanyaje? Sikia, kama umeshinda kummaliza, acha mimi mwenyewe nitakamilisha kazi. Naomba usimmalize. Na usijali kuhusu yeye. Mimi mwenyewe nitammaliza. Maana kazi nimepewa mimi. Sawa. Ila usipommaliza, mimi mwenyewe nitaingilia hiyo kazi. Nakusikiliza. Kaka, naona umeandamwa. Kuna binti unamaliza kumuota sasa hivi, lakini acha nikwambie kuwa hiyo haikuwa ndoto, bali ni ukweli mtupu. Na usipomlilia Mungu wako na kumwomba, unaenda kupotea, unaenda kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Vipi? Kwani wewe ni mchungaji au nabii au Mkristo? Tafadhali naomba uniombee basi. Naweza nikakuombea ndio, lakini jua kitu kimoja, maombi yangu haiponyi. Kinachokuponya ni imani yako. Amini katika Yesu Kristo. Hivi unaamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu? Sikia, amini katika Bwana na utapona. Haleluya. Yes. Yes. Naona pepo ya mauti. Naona pepo ya kumpenda jini ndani mwako. Naona pepo ya tamaa ipo ndani mwako. Naona unaelekea ujinini. Usipokuwa makini, usipomwomba Mungu, usipoamini katika Bwana, unaelekea ujinini. Sikia kijana, umefika sehemu salama. Mungu anakupenda sana. Mungu bado anakuhitaji. Njoo mtumikie Bwana na utapona, utaokolewa. Naomba niombee basi tafadhali. Niombee baba. Basi kwa mamlaka niliyopewa na Mungu, naomba upige magoti, alafu tuombe kwa imani na utaokolewa. Mungu mtakatifu, Mungu wa uwezo, Mungu wa mamlaka, Mungu wa ushindi, namleta kijana huu mbele zako, anayeandamwa na pepo ya mauti, anayeandamwa na mipango ya shetani. Na haribu na vunja kila mipango mbaya ambayo shetani amepanga kwa ajili ya maisha yake. Hii jini inayomfuatilia na ikemea isipate nafasi ndani ya maisha yake. Mungu mpokee. Mungu samehe dhambi zako. Mungu muoshe kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika Golgotha kwa ajili ya dhambi zetu. Baba msamehe, Baba mjie, muonekanie Baba, mshindanie Baba. Mungu mpokee kwa mikono yako. Naomba kwa majina matatu matakatifu yaliyo kwa mbinguni, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nasema amen. Amen. Sikia nikwambie kitu kijana. Huyo binti usimpe nafasi kwenye maisha yako. Na siku kifanya hivyo, basi ndipo utakapoiaga. Maana huyo sio mtu wa kawaida. Huyo ni jini. Ni jini. Nadhani umenielewa. Samahani mchungaji. Nina hii hela kidogo hapa. Itakusaidia. Wala sifanyi kwa sababu ya hela.
Iweje nimtumikie Mungu alafu mwanadamu aninipe? Malipo yangu ni mbinguni kwa Baba, na naisubiria siku ya hukumu, ndipo nitapata malipo ya kazi ninayo. Uwe na siku njema. Mungu akulinde. Wewe ni Masia, wewe ni mkombozi. Hapana kuingilia njia zangu na hapana kufuatilia kazi yangu, nisije nikakumaliza. Huna uwezo wa kunimaliza, maana huna mamlaka zaidi yangu. Mimi hapa nina Mungu, wewe ni jini chafu, pepo. Oh, eti nina Mungu. Sikia nikwambie, kama unataka one sura yangu ya pili, mfuate tena huyo kijana. Ujifanya mimi ni nabii, eti mlokole Masia. Utaiona sura yangu ya pili, nitakumaliza. Acha kunitishia wewe shetani mlala nje. Sikia, nimekwambia mimi hapa nina Mungu na huna uwezo wa kunifanya chochote. Na kama unabisha, subiri nikupe moto ninaowapaga wenzio kama wewe. Mashetani wakubwa nyinyi. Baba Mungu. Sasa huogopi Mungu. Kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna raha.